السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنة، والحمد مفتاح لباب الجنة، والحمد موجب المزيد في العطاء، ومن يداوم ينكشف له الغطاء. فكم لربي من آيات ونعم سابغة على الورى محض الكرم. وأعظم النعمة هدي الخلق لدينه الإسلام دين الحق، فأرسل المختار ختم الأنبياء ومنبع الأسرار مصدر الضياء، فبلغ الدعوة بالأمانة والصدق والعصمة والفطانة، وترك الناس على محجة بيضاء مع وضوح كل حجة، والثقلان من وصاة المصطفى وحسب هذين وصاة وكفى. فأهل بيت المصطفى في قرن مع القرآن جاء ذا في السنن. صلى عليك الله يا مختار ما جن ليل أو بدا نهار. وخصت الصلاة أهل البيت من هم حياة كل قلب ميت، وعمت الصحاب أنجم الهدى وكل من لنهجهم قد اقتدى. والحمد لله وصلى الله على نبيه ومن والاه. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekutana katika halaka nyingine ya almunafiquna fil Qur'an, na leo kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu tutamalizia aya za kuzungumza wanafiq zilizomo katika suratu An-Nisa'i, tukianzia aya 139 mpaka tufike aya 146. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya ya 139, na tutakuwa tukisoma aya tukifasiri, tukieleza sifa za wanafiq zilizomo katika aya hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, bismillahir rahmanir rahim, alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Alladhina, wale ambao, yani wanafiki ambao, yattakhidhuna alkafirina, wanawafanya makafiri, awliyaa, ni wanusura, min dunil mu'minin, pasi na waumini. Ayabtaghuna indahumul izza, je, wanatafuta, wanazengea kwa wao utukufu. Fa innal izzata, hakika utukufu, lillahi, ni wa Mwenyezi Mungu, jamian, wote. Aya hii ndugu zangu imefanana na zile aya za wanafiq zilizotangulia katika suratu Ali Imran, na zile zilizomo katika suratul Maida, na ile iliyomo katika, na zile zilizomo katika suratul Mumtahina, zikionyesha kuwa miongoni mwa tabia ya makafiri ni kuwatukua wasiokuwa Waislamu wakawafanya marafiki zao. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ametaja sifa mbili za wanafiq. Sifa ya kwanza ni muwalatul kufari wal yahud. Wanafiq walikuwa wakiwatawalisha, wakiwafanya marafiki, wakiwaleta karibu makafiri na mayahudi. Sifa ya pili iliyomo katika aya hii ni ibtighaul izzati min alkufari wal yahud. Wanafiq hawatafuti utukufu kwa Waislamu wenzao, bali utukufu wao huutafuta kwa mayahudi, kwa nasi ya hii aya.
aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Mwenyezi Mungu asema وقد نزل عليكم, na hakika ameteremsha Mola juu yenu, fil kitabi, katika Qur'ani, an idha sami'tum ayati llahi, kuwa mukizisikia aya za Mwenyezi Mungu, yukfaru biha, za kufuriwa, wa yustahza'u biha, na zafanywa istihzai, fala taq'udu ma'ahum, musiketi pamoja na wao, hatta yakhudhu, mpaka wavame, fi hadithin ghairihi, katika mazungumzo mengine kabisa. Innakum, hakikenu nyinyi, mutakapoketi na wao, ikiwa kwa zungumzo mambo ya batili, idhan, wakati huo, mithluhum, ni mfano wao. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, jami'ul munafiqina, ni mwenye kuwakusanya wanafiq, wal kafirina, na makafiri, fi jahannama, katika moto wa jahannam, jami'an, pamoja. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatahadharisha waumini na ametutahadharisha sote. Zamani unapopita mahali ukawaona wanafiki wako kwenye baraza yao wanazizungumza aya za Mwenyezi Mungu na kuzifanyia istihzai, Mwenyezi Mungu asema usiketi na wao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waache hayo mazungumzo, waingie katika mazungumzo mengine. Mwenyezi Mungu asema innakum, hakika yenu nyinyi masahaba wa mtumi, hakika yenu nyinyi waumini, idhan, wakati huu mukiketi na hao wanafiki, mithluhum, na nyinyi mutakuwa ni mfano wao. Hii ni aya pili katika zile za kumalizia aya za wanafiki katika suratu Nisai, na ni aya ya 140. Kwa hivyo muislamu yoyote atakapopita awaone watu wazungumza mambo ya upuuzi, waingilia dini, wazifanyia istihzai aya za Mwenyezi Mungu, fala taq'udu ma'ahum, musiketi pamoja na watu hao. Aya ya mbele yake 141, Mwenyezi Mungu asema alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lilkafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min almu'minin fallahu yahkumu bainakum yawma alqiyamah wa lan yaj'ala Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Mwenyezi Mungu anasema alladhina, wanafiki wale ambao yatarabbasuna bikum, wanangojea, manake wanawinda, wanaotea yale matatizo ya wafike nyinyi. Fa in kana lakum fathun min Allah, ikiwa nyinyi mmepata nusra, fathi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wanafiki huja wakasema alam nakum maakum, sisi pia tulikuwa na nyinyi bana, mkigawanya ghanima sisi pia msitusahau, tumewasaidia. Wa in kana lilkafirina nasibun, ikiwa waliopata ushindi ni makafiri, wale wanafiki hutoka wakaenda kwa wale makafiri wakawaambia alam nastahwidh alaykum, sisi tulishinda, tuliwasaidia ninyi mupate ushindi. Wa namna'akum minal mu'minin, tukawazuia, tukawatetea ili waumini wasiwadhuru. Mwenyezi Mungu asema fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama, Mwenyezi Mungu atahukumu kati yao siku ya kiyama. Walan yaj'ala Allahu, na wala hatojalia Mwenyezi Mungu, lilkafirina, kwa makafiri, ala almu'minina, juu ya waumini, sabilan, njia yoyote. Nini mafuhumu ya hii aya? Mafuhumu ya hii aya wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa wanafiki ni watu wa kuotea otea. Kunaposimama vita
kati ya Waislamu na makafiri, wanafiki hawashiriki vita. Wao hungojea liman takunu alghalaba, ushindi mvanani. Ikiwa waumini ndio waliopata ushindi, wanafiki huwaendea wakawaambia alam nakun maakum, tulikuwa na nyinyi bana, tuliwaombea dua bana, tulifanya hivi. Ama ikiwa ushindi ni wa makafiri, wale wanafiki huendea wale makafiri wakawaambia alam nastahwidh alaikum wa namna'akum min almu'minin, manake waomba na wao pia wape. Kwa hivyo wanafiki ni watu intihaziyuna, ni watu ambao ni mahodari kuzitumia zile fursa na kuzitumia zile nafasi. Katika aya 142 Mwenyezi Mungu asema innal munafiqina, hakika wanafiki yukhadi'una Allah, wanamhadaa Mwenyezi Mungu au wanahadaana na Mwenyezi Mungu, wa huwa khadi'uhum, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhadaana na wao. Wa idha qamu ila salati, nazamu wakisimama kwenda kuswali, qamu kusala, husimama hali ya kuwa ni wavivu, yurauna nnasa, wanawaonyesha watu, wala yadhkuruna Allaha, na hawamtaji Mwenyezi Mungu, illa qalilan, isipokuwa kidogo. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ametaja sifa 4 za wanafiki. Sifa ya kwanza, wanafiki wapenda kumhadaa Mwenyezi Mungu, yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Hii ndio sifa ya kwanza ya wanafiki, ni alkhida'u, ni kumhadaa Mwenyezi Mungu na mtume na waumini. Sifa ya pili ya wanafiki iliyoko katika aya hizi ni alkasal, uvivu fi salati, katika swala. Haina maana kwamba wanafiki hawaswali, wanafiki huswali, lakini mtu yuingia katika swala ni mvivu, yuwaburuta miguu, yuwajikokota. Mtu kama huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu ni miongoni mwa wanafiki. Wa idha qamu ila salati kusala. Miongoni mwa sifa za wanafiki ni ria. Mnafiki apenda kujionyesha zamani akifanya jambo ambalo kwamba ni la kheri. Ikiwa ni katika kuswali, apenda ajionyeshe watu wamuone. Ikiwa ni kutoa zaka, apenda ajionyeshe watu wamuone. Kila ibada munafiki ataka aitumie watu wamuone kuwa na yeye pia yuifanya ibada ile. Mwenyezi Mungu asema yurauna nnasa, wanawaonyesha watu, wanawafanyia ria watu. Hawa ndio wanafiki. Kisha mwisho Mwenyezi Mungu akasema wala yadhkuruna Allaha illa qalila, na hii ndio sifa yao ya 4, kuwa wanafiki hawamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ni kidogo sana, ni uchache ukilinganisha na waumini wanavyomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya ya 143 Mwenyezi Mungu asema kuhusu wanafiki, mudhabdhabina baina dhalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa man yudhlilillahu falan tajida lahu sabila. Mwenyezi Mungu asema hawa wanafiki ni mudhabdhabina, manake ni wenye kuzingazinga, huku hawako na huku hawako. Katika kundi la waumini hawako, na katika kundi la makafiri vile vile hawako. La ilaha ulai wala ilaha ulai. Mwenyezi Mungu asema waman yudhlilillahu falan tajida lahu sabila, atakayepotezwa na Mwenyezi Mungu, wewe Mtume Muhammad huna njia yote ya kumuongoza mtu kama huyo. Katika suratul Nisa 144 Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alkafirina awliya min duni almu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Mwenyezi Mungu asema enyi ambao kwamba mmeamini, la tattakhidhu alkafirina, musiwafanye makafiri, awliyaa ni wanusura, min duni llah,
na aya hii imefanana na aya zile zilizotangulia katika suratu Ali Imran. Aya 145 inawazungumza wanafiq. Mwenyezi Mungu asema innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira, hakika wanafiq watakuweko katika ile tabaka ya chini zaidi ya moto, wala hakuna yeyote atakayewatetea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anasema wale wanafiq watakuwa ile tabaka ya chini kabisa ya moto. Na moto ndugu zangu ni darakati. Darajat kwa jimu ni kupanda juu, darakat kwa kafu ni kushuka chini. Sasa wanafiq wao wataikuwa ile tabaka ya chini kabisa, kisha kuna wale ambao watakuwa waadhibiwa pia, lakini wako juu ya tabaka yao. Tabaka ya chini ni ipi? Ulama wasema tabaka ya chini yaitwa alhawiya. Hii ni tabaka ya chini kabisa. Tabaka ya juu ni ipi? Tabaka ya juu kabisa, tabaka ya chini kabisa ni hawiya, tabaka ya juu kabisa ni jahannam. Wampanga wanazuoni wasema tabaka ya juu ni jahannam, ya pili yake ni as-sa'ir, ya tatu yake ni saqar, ya nne yake ni jahim, ya tano yake ni hawiya. Hizi zote ni katika zile darakati za watu. Mtu akiingia motoni, zile sehemu atakazowekwa zimegawanywa kwa hali kama hii. Mwenyezi Mungu akamaliza kutuwekea sharti ya kuikubali toba ya hawa wanafiq. Mwenyezi Mungu akasema illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'a almu'minin wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ametaja sharti 4 za kuikubali toba ya mtu ambaye ni munafiq. Sharti ya kwanza ni amtaje Mwenyezi Mungu, ni atubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena toba iliyokamilika masharti yake. Jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu amelitaja ni islahu ma afsadahu, akitengeze kile alichokiharibu. Ya nne ni al-i'tisamu billah, ashikane na Mwenyezi Mungu. Ya tatu ni al-i'tisamu billah, ashikane na Mwenyezi Mungu. Ya nne ni al-ikhlasu fi din, awe na ikhlasu katika dini. Haya yote yamekusanywa na hii aya illa alladhina tabu, sharti ya kwanza, wa aslahu, sharti ya pili, wa atasamu billahi, sharti ya tatu, wa akhlasu dinahum lillahi ni sharti ya 4. Zamani munafiq akizitekeleza hizi sharti, ndipo toba yake itakuwa ni yenye kukubaliwa. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, tumezimaliza aya za munafiqina katika suratu An-Nisa'i. Insha Allah Mwenyezi Mungu akituwafikia, katika halaka ijayo tutaanza kusoma ayatul munafiqina katika suratu Tauba, na hapo ndipo utakapoona aya zao nyingi zimewekwa wazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.